Asante sana dada yetu kwa hadithi hiyo nzuri na funzo ambao ni ya pekee sana. Of course kwa watoto na hata kwetu sisi watu wazima, kurudisha shukrani, jambo la pekee sana. Na kila wakati Mungu anatuita tuweze kumshukuru. Anapotubariki anatarajia ya kwamba na sisi tutarudi mbele zake kwa mioyo ya shukrani. Mungu ametulinda mwaka mzima, makambi ndio haya, msimu wa makambi unaendelea kukaribia hapa, na bado Mungu baada ya kutulinda na kutubariki katika mwaka mzima, matarajio yake ni kwamba na sisi tutarejea kwake kwa moyo wa shukrani. Na mambo mengi ambayo Mungu anatutendea ni vizuri kukumbuka kushukuru. Asante sana dada yetu. Tunashukuru pia choristers wametuletea wimbo mzuri, wimbo namba 151, uniongoza Jehova, He leadeth thee. Wimbo ambao kwangu mimi unanitia moyo sana. Na tunapoendelea kutafakari maneno ya wimbo huo, pia tutafakari maneno machache pia kutoka kwa neno la Mungu. Na ndio maana nakaribisha mpendwa, ukiwa nyumbani ama popote pale ulipo unatufuatilia katika vipindi hivi, karibu sana, ili kwamba tuweze kuandamana pamoja katika kutafakari neno la Mungu. Na kabla hatujafanya hivyo, hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa uaminifu wako. Umekuwa pamoja nasi katika programu zote tangu asubuhi mpaka wakati huu. Jina lako litukuzwe. Na tunaomba uwepo wako pamoja nasi hata sasa. Tunapotafakari neno hili, Kristo, tunaomba ukazungumze nasi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kichwa cha neno ambalo tunatafakari kwa siku ya leo ni majibu yako katika mtazamo wako. Sijui mtazamo ama focus. The answer is in your focus. Focus ningeeleza, sijui kama neno mtazamo inaeleza vizuri, lakini focus ni kama nitumie kwa mfano hata vifaa ambazo wataalamu wetu hapo wanatumia ili kwamba mahubiri haya yaweze kufikia. Huwa ninaona kila wakati wanaposimama, kwanza wanapanga mitambo yao na wana adjust cameras zao kuhakikisha ya kwamba kile ambacho wana capture kinafikia yule ambaye anafuatilia kwa njia inayostahili. Hiyo hali ya kuunda kamera hiyo capture exactly kile ambacho kinastahili kuchukuliwa, hiyo ndio sasa tunazungumzia. Na tutaangalia kitabu cha Habakuki, mlango wake wa 3, mstari wake wa 17 na wa 18. Habakuki chapter 3. Habakuki 3 mstari wake wa 17 na wa 18. Na kabla hatujasoma mafungu haya, labda niyasome nikuelezee kifupi kisha tuendelee. Anasema, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no hand in the stores. Verse 18 anasema, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Maneno haya yanatamkwa na nabii mwenyewe ambaye anaandika kitabu hiki, ambaye ni Habakuki. Na Habakuki is just a short book. In fact, 3 chapters. Mafungu haya tumesoma ni mafungu ya mwisho. There's only one verse after that, mstari wa 19. 3 chapters.
Na Habakuki anaanza katika mlango wa kwanza akimlalamikia Mungu. Ameshuhudia mambo mabaya yakitendeka katika society. Unapoangalia katika mstari wake wa pili, anauliza, "Oh Lord, how long shall I cry and you will not hear? Even cry out to you violence and you will not save. Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? The plundering and the violence are before me. There is strife and contention arises. Therefore the law is powerless and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous. Therefore perverse judgment proceeds." In verse 5, Mungu anamjibu. Okay, the situation here is tumeyazungumza mambo haya time and again, the experience of the Israelites. Wakati ambapo Israeli walikuwa wameenda chini kabisa, na Mungu alikuwa amejaribu kuwazungumzia na kuwarejesha katika njia za kweli, wakawa hawasikii. Na Habakuki anaitwa kama nabii at the height of apostasy of the nation of Israel. Na kwa Habakuki wakati mwingine inakaa kana kwamba Mungu amefunga macho, ni kana kwamba haoni. And so the book begins by Habakkuk complaining. Mungu analalamikia Mungu, ni kwa nini Mungu umetazama maovu haya yakitendeka na umekaa kana kwamba umenyamaza. In fact anasema ya kwamba nimekulilia wewe lakini haujajibu, umenyamaza, ni kana kwamba hausikii. But this time around, God is not silent. Sasa Patano anasema ya kwamba look among the nations and watch. Be utterly astounded. For I will work a work in your days which you will not believe, though it were told you. Alafu anaanza kueleza. Mungu anamwambia I'm not silent. It is not that I don't see. Ninaona, nina record ya kila jambo ambalo linatendeka, sio kwamba sioni. Na akamwambia nataka nikuhakikishie jambo moja Habakuki, kwamba nitatenda jambo kwa siku zako ambao sasa nikikwambia hautaamini. You know, at times it seems like God is nowhere. At times we go through experiences na all the while tunakaa kujiuliza maswali, ni kweli bado Mungu yuko? Na kama Mungu yuko, mbona akimye wakati ninapitia hali na changamoto kama hii? Now it is such a circumstance here, and God says whatever it is, at times it might seem as if I'm silent, but I want to assure you I watch every other activity that happens on planet Earth. Ninaona kila jambo. Na anasema ya kwamba hivyo ninaonekana kukimya, sitakimya milele. I'll do something. Na hivi sasa ninapozungumza na Habakuki namwambia kwamba kenye nitatenda hata nikikwambia saa hii hautaamini. Na hapo ndio sasa Mungu anaengage the prophet Habakuki. Anaanza kumwelezea kwamba ninaleta taifa ya Wakaldayo ni Wababeli, ambao watakuja wachukue watu wangu hawa mateka. Na anaanza kumwelezea jinsi ambavyo itakavyokuwa. Unapoangalia kuanzia mstari wake wa 5 pale tumesoma hiyo, uendelee mpaka mstari wake wa 11, ni Mungu anaeleza kwa Habakuki, anamwambia kwamba I'm going to act. Mimi nitatenda jambo. Unapoangalia katika mstari wa 12, ukiteremka pale mpaka mstari wake wa 17, it's like Habakkuk is not convinced. Na anarudi tena kwa Mungu. In my own words, I would rephrase it in this manner. Mungu, Habakkuk anauliza Mungu, are you serious? Is it really true that you will do something? Mlango wake wa pili, mstari wake wa kwanza, Habakkuk anasema I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what you will say to me and what I will answer when I am corrected. Habakkuk is not convinced. Anamwambia Mungu, anamrushia maneno, anamwambia Mungu, anauliza maswali. It's like to Habakkuk, God has taken too long to react. Anasema sasa, wacha nikae nione. Wacha nione vile Mungu atasema. And the man is prepared even to answer him. Anasema I will answer.
Nitamjibu. Wacha, kwa sababu inakaa huyu Mungu hajali, inakaa huyu Mungu ashughuliki, inakaa Mungu huyu ameachilia watu wake wateseke. Baada ya kuwasilisha mambo yake kwa Mungu, anasema nitangoja nione. Then God answers. Mstari wake wa pili, hapa chapter 2 verse 2 anasema, then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not die. Mungu anamwambia Habakuki, wacha mashaka. You know who was speaking to? Unajua kwamba unazungumza na Mungu ambaye achezi na maneno yake. Anamwambia Habakuki, let me tell you, andika dozi hii na uiweke wazi katika tablets bila nini? Najua unaelewa. Anasema iweke wazi. Anasema kwa maana ni hakika, na hata ikikawia ingoje, maana ni lazima itakuja. It may take time, but it will surely come to pass. I will do it. Mungu anasema ya kwamba it's like he's swearing, ni kama anaapa. Anasema mimi Mungu sichezi na maneno, ninapozungumza na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Anamwambia andika, note it down, put it clear, for it will surely come to pass. Na anasema hata ikingoja. You know the problem we have is the time. Ule muda ambao Mungu anakaa kuonekana kuwa amenyamaza, kuonekana kuwa amekawia. Mungu anamwambia kwamba fine, your time is not my time, but let me assure you Habakkuk, it doesn't matter the time it takes. If it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not die. And upon this time now, God begins to reveal to Habakkuk, anaanza kumfunulia scene after scene, tukio baada ya tukio ya yale ambayo yanaenda kutendeka wakati Israeli wanatukiwa ama Yuda wanachukuliwa mateka na Babeli. Na Habakuki anafunuliwa masses dying, watu wengi, maelfu na maelfu wakifa, wakiangamia, watoto wakiachwa kuwa mayatima, waume kwa wake wakiachwa bila wapendwa wao, na watu wa kila jinsi wakipoteza watoto. Anaangalia kilio ambacho hakiwezi kuelezeka miongoni mwa watu wa Mungu. Anaangalia thousands and thousands taken captive, wakichukuliwa kwenda mateka. Anaangalia property destroyed, the houses, cattle, farms, everything, kila kitu ikiharibiwa. And it is now in such, beholding such a scene, akiangalia sasa mambo hayo yote yakiwa yamepita mbele zake, Mungu akiwa amefunua wazi na amekiri ya kwamba hayo ni lazima yatatendeka in such a circumstance. Habakuki ndio hivyo anatamka maneno haya ambayo tunasoma. Anasema, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no hand in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Now Habakkuk is for sure that these things will happen. Mambo haya yatatendeka. Na akiwa hata kama ako overwhelmed by what you see on the other side, anasema ya kwamba ijapokuwa mambo haya yatatendeka, lakini kuna bado nina matumaini. Na anasema ya kwamba ijapokuwa mambo yatakuwa hivyo na yataharibika kwa kiwango kikubwa kwa jinsi hiyo, anasema yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Rejoicing in the face of calamity. How practical is it? And so today we are saying the answer is in your focus. Unajua jambo moja ambalo ni hakika mpendwa, ni kwamba dunia hii tutakuwa na shida. In fact, Yesu Kristo mwenyewe alituhakikishia ya kwamba hivyo ndivyo maisha katika ulimwengu huu yatakavyokuwa. Unapoangalia kitabu cha Yohana mlango wake wa
16 mstari wake wa 33 anasema, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. And the verse continues. Anasema, ninawahakikishia wapendwa, katika maisha haya mtakuwa na dhiki, mtakuwa na taabu, mtakuwa na changamoto za kila aina. Na one thing we are sure, as long as we live, kama tungali tunapumua katika dunia hii, kutakuwa na shida. Na wakati mwingine shida si kidogo, wakati mwingine inaweza kuwa ni shida kubwa. Wakati mwingine kama Israeli inaweza kuwa tumemkosea Mungu, tumeenda mbali na yeye, na kwa sababu ya kukosea kwetu we reap the consequences of the actions ambayo tumefanya. But more often it is because we live in a world of sin. It's not because we have sinned, but because we live in a world of sin. Tunaishi katika ulimwengu wa dhambi ambao una changamoto za kila aina, na kwa sababu hiyo ndio maana Kristo anasema ya kwamba niwahakikishie wapendwa, katika duniani hii kutakuwa na shida. And you know, in such circumstances, sometimes joy and happiness seem so elusive. Inakaa kutuponyoka kwa njia ambayo hatuelewi. Na wakati tunazungumzia kuwa na furaha katikati ya shida ambazo zinaumiza mioyo yetu, wakati mwingi inakaa it is not practical. You know, there is a deception katika maisha yetu kwamba furaha hupatikana katika uzuri. Now to the poor, they will think, when I have a lot, when I become rich, I have a lot of money, I have so many possessions, na vitu vingine kama hivyo, nitakuwa na furaha. That is the thinking of some. Lakini nikasikia msemo huo unasema, sijui ulitoka wapi, ambao unasema the rich also cry. Hata wenye ni wana utajiri, hata wao kufanya nini? Kulia. Kwa wale ambao the ordinary citizen, the ordinary man, yeye anafikiri when I have power, when I am famous, and that is the reason why time and again we are fighting over positions, whether in the political world or even in the church. Unapata ya kwamba tunang'ang'ania kuwa na umaarufu, kuwa na cheo, tunapigana hapa na pale, wakati mwingine hata kuharibiana majina ama kuharibiana sifa, ili kwamba tuweze, kwa sababu we feel like when we have this, tutakapokuwa tuna hii, ni kana kwamba ndio tutakuwa na furaha ya kutosha. And you realize, even the most famous men in the world, you might be surprised to find that they are even in more trouble kuliko hata ule mwananchi wa kawaida. A normal citizen, don't the citizen atalala na ataamka, kuna mtu usingizi hawezi kupata, na hata saa hiyo ikiwa hawezi kupata, amezungukwa na guards all over, wamezunguka kila mahali, over the fence, and akona electric fence, akona kila kitu, he has all the fame, he has all the positions, lakini he doesn't have that peace, hadi ile amani. Unashangaa nao, kwangu ninapigania niingie pale ndio nipate ile furaha. Nikiingia pale ninakuja kuzungundua kwamba kumbe nilidanganyika. It is not even there. You know, talk of pursuit of education. We will pursue degree after degree, masters, PhD, not even one. Tunaweza kupata nyingi. And every time you get one, you feel like you must get another. Lazima utafute nyingine. Si kwamba ni mbaya, ni sawa. Lakini there is a deception kwamba when I have achieved this, wakati utakuwa nimepata hii, ndio moyo utakuwa umetulia, umeridhika, ndio furaha itakuwa imetosha. Ukiuliza vijana wanataka kuoa, kuolewa, ukiuliza wenye wameoa na kuolewa, wanakuambia, wengine wanasema marriage is not a bed of roses. Unapata kumbe on the other side pia ulifikiri kwamba hii ndio sasa tutaingia na mambo ilikuwa sawa, unapata kumbe upande ule mwingine nao unaweza kuwa pia na changamoto. And so many are found happiness even in sexual pleasure. Unapata ya kwamba watu wanakimbizana na mapenzi kana kwamba ndio hiyo ambayo itaridhisha moyo. At the end of the day unapata ya kwamba imekuwa ni shida baada ya shida, na ile raha ambayo tulionekana kuwa nayo unapata ya kwamba haipo. Uliza mtu ambaye anaitwa Solomon. You know, Solomon is a funny guy. Given his history, huyu ni mtu ambaye alizungumza na Mungu one on one.
akaulizwa unataka nini? Na akataja, na Mungu akamwambia nitakupatia hiyo na hata zaidi. Na kumbe hata hii hekima usifikiri is everything. Solomon with all the wisdom, in fact the Bible says there has never been any other wise person as him. But with all that, he went into so much fully. Ujinga mwingi sana ambao pia ulimwerefusha in some way. Ndio maana nilipoangalia katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 2, anasema I said in my heart, come now, I will test you with math. Math ni furaha, nitakujaribu moyo wangu na kujifurahisha. Therefore enjoy pleasure, but surely this also was vanity. I said to laughter, madness. End of month, what does it accomplish? I searched in my heart how to gratify my flesh with wine, while guiding my heart with wisdom, and how to lay hold on fully, till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their life. I made my works great. I built myself houses. I planted myself vineyards. I made myself gardens and orchards, and I planted all kinds of fruit in them. I made myself water pools from which to water the growing trees of a grove. I acquired male and female servants and servants born in my house. Yes, I had greater possessions of hearts and of lords than all who were in Jerusalem before me. I gathered for myself silver and gold and the special treasures of kings and of the provinces. I acquired male and female singers, the delight of the sons of men, and musical instruments of all kinds. So I became great and exempt more than all who were before me in Jerusalem. And also my wisdom remained in me. Whatever my eyes desired, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure. For my heart rejoiced in all my labor, and this was my reward from all my labor. Then verse 11 says, then I looked, and all the works that my hands had done, and on the labor in which I had toiled, and indeed all was vanity and grasping for the wind. There was no profit under the sun. Now listen to this. Suleimani anasema my own personal experience, my own testimony. Anasema I have tried. Nimejaribu chochote ambacho kinawezekana chini ya jua. The record that this man set even today on all areas. Kwa hata wako na best kumkaka wake sana. Every morning 700 and 300. Not even wise. Talk of anything. The standard this man set was high, unattainable. Anasema I surpassed all who are before me. Na baada ya kupata vitu vyote anasema I came to realize face to face with the truth, the reality of life, kwamba happiness is not even in this. Haiko. Anasema nilikuja kutambua ni kama kukimbizana na upepo. So if you think in anything that we attain in this life inaweza kutupatia furaha, then I think you have lost focus. Umekosea mahali. Mtazamo wako umepotoka kwa kiwango fulani. The truth is, even in the midst of trials and tribulations, we still can have joy, we still can have peace, we still can have contentment hata katikati ya mambo haya yanayotupata katika maisha. Na ndio maana nataka niangalie mambo mawili tu. But the key thing here is focus. The answer is in your focus. So number one, focus on God. Unapoangalia Habakuki anapozungumza, the secret is even there. Habakuki 3. Unapoangalia jibu yake katika mstari wa 18, Habakuki chapter 3, then verse 18, anasema yet I will rejoice in the Lord. Angalia hapo, anasema kwamba hata kama mambo yako hivyo, furaha yangu itakuwa katika Bwana. So focus number 1 is on the Lord, is on God. No wonder Philippians chapter 4 verse 4 anasema rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. We are not rejoicing in the blessings that we've acquired in this life. No, anasema
Anasema the rejoicing must be in the Lord for it to be sustainable. Furaha ya vitu vingine inakuwa ya kitambo tu, ni ya muda mchache, lakini furaha inayodumu, ana emphasize it is not only in the Old Testament. Look at the New Testament, it must be in the Lord. Lazima iwe katika Bwana. We look to him who is greater than any problem, any challenge that we can face in this life. And you see, friends, when we lose that focus, we are headed for despair, for discouragement. Wakati tunatoa macho yetu kwa huyu ambaye ni Mungu na kujiangalia sisi ama kuangalia kitu kingine kando na kando, ukweli ni kwamba tunaelekea kuvunjika mioyo, because we realize soon or later kwamba kumbe there is nothing in ourselves. Tunaanza with time, unaanza kuona your shortcomings, your inadequacies, unaanza kuona the way you are limited, na vile ambavyo hautaweza kutenda mambo mengine ambayo ulikusudia kutenda. Na kama matumaini yako yalikuwa ndani yako, unaanza kuvunjika moyo. Now we will ask the Israelites, wakati wamevuka kutoka Misri wanakuja Kanaani. And you know, God has manifested himself in so many wonderful and great ways. All the way from the plagues down to the Red Sea. Wakati Mungu anagawanya maji na wanapita katikati ya bahari on dry ground. Talk about the manna across the land there. Na maji waliokunywa kutoka kwa mwamba ama jiwe. All that manifesting the power and mightiness of God. And yet wanapovuka Yordani, watu 12 wanatumwa kwenda kuangalia, wanaenda wanaona majitu. Wanapoona majitu, they now lose focus. Wanajiangalia wao wenyewe. No one the report they gave walisema wao walikuwa majitu na sisi tulionekana kama grasshoppers. Now the secret is there. They have lost the focus. Now they are looking at themselves. They are not looking at this God. Hawaangalii Mungu huyu ambaye amewapigania, ambaye amewatoa mikononi mwa Misri, ambaye amewavusha na kuwaendesha katika njia, kuwatimizia mahitaji yao ya kila siku. Macho yao yametoka kwa Mungu huyu. Wanapojiangalia wakasema it is impossible. Haiwezekani sisi kuingia pale. Of course not all, because 2 out of the 10 say, look at the Lord. Muangalieni Mungu, usiangalie sisi. And you know, just that alone caused the Israelites to wander 40 years again in the wilderness. Hivyo ambao wangevuka siku hiyo, waingia pale, they possessed the land na waweze kutulia, walitangatanga katika jangwa kwa miaka 40, simply because they lost focus. Whatever seems sufficient today will appear insufficient tomorrow. And discouragement will build upon discouragement. And soon, utapata ya kwamba tumekuwa demoralized. Life loses its meaning. It seems like it's not worth living anymore. Lakini macho yetu yanapomwangazia Mungu, unapata ya kwamba tunapata nguvu baada ya kupata nguvu. Kitabu cha Zaburi anakukumbusha, nasema ya kwamba wapendwa, nataka niwakumbushe, there is nothing in this life can be of profit to any human being. In fact, he's talking about kings. You know, he was a king. Unapoangalia katika Zaburi 33 mstari wake wa 16 anasema, no king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by the great strength. A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, and on those who hope in his mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice, look at that again, in him, because we are trusted in his holy name. Hebu sikia. Now we anaangalia vitu vyote. He was a king. He had all those army and horses that he has talked about. Lakini anasema in experience, ni kama vile Suleimani amezungumza, anasema nimekagua kitu kimoja, kwamba vitu hivi vyote ni vanity na haviwezi kuokoa wakati wa shida. Na ndio maana akimalizia anasema kwamba furaha yangu itakuwa katika Bwana. Ijapokuwa kuwe na shida na changamoto, sitatumainia hivi vitu ambavyo niko navyo, even though they are there. Na vinaweza kufanya mengi, lakini anasema ya kwamba I will not be deceived
to lose my focus. Macho yangu yamwangalie nani? Mungu. Kwa maana ni yeye ambaye kwake kuna ushindi. Hakuna changamoto katika maisha haya ambayo itawaitokea which is greater, ambayo ni kubwa kuliko Mungu huyu ambaye ninamwamini. Na ndio maana nasema ya kwamba I will wait upon this God. Mimi nitamngojea Mungu huyu. Nitamtumainia yeye. I will look to him. Na furaha yangu siku zote itakuwa ndani yake. Ndio maana unaona Isaya anazungumza, anasema ya kwamba ikiwa kweli tunaweka matumaini yetu kwake, then we are guaranteed, sisi tumehakikishiwa, even in the midst of trouble, to have peace. Unapoangalia kitabu cha Isaya 26 mstari wake ni wa 3, Biblia inasema 26, Isaya 26 and verse 3, anasema you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Isaiah says, when your focus is on God, your peace is assured. Now it is on all circumstances. Isaiah asemi wakati ambapo mambo itakuwa mazuri utakuwa na maana. In all circumstances, anasema your peace will be guaranteed. Why? Because you trust in the Lord. Kwa maana unamtumainia Mungu. No wonder Paul anauliza, ikiwa sisi tumeunganishwa na Mungu, ni nini ambayo inaweza kututenganisha naye? Kitabu cha Romans chapter 8, unaweza kuangalia hiyo kwa wakati wako. Kwanza mstari wa 31. Anauliza, if God is for us, who can be against us? Na unapoteremka pale katika mstari wake wa 35, anahesabu vitu vingi na tofauti ambao utisha katika maisha haya. Lakini anasema ya kwamba as long as our focus is maintained on Christ, on God, we are assured that in all these things we are more than conquerors. Unapoangalia, anaweza washa separate us from the love of Christ, alafu anahesabu tribulation, distress, anahesabu persecution, famine, nakedness, peril, sword, anahesabu hizo vyote. Anasema yet in all these things, verse 37, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Na leo kusimuza pale. Anasema ya persuaded, mstari wa 38, kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kutenganisha. Now where is the secret? The secret is in the focus. Focus number 1, focus on Christ. Focus on God. Now number 2, focus on his salvation, or God's salvation. Now you go back to Habakkuk chapter 3. Allow me to go back to that text again and again. Unapoangalia samani nimepita kidogo. Unapoangalia kitabu cha Habakuki 3 mstari wake wa 18. Part B of it. Part A anasema yet I will rejoice in the Lord. Part B says I will joy in the God of my salvation. What Habakkuk is saying in essence is, you should look beyond the present circumstance and see the salvation of the Lord. What he's saying is, God is able to save. Na anasema whatever the present situation, hakuna kitu ambacho inaweza kumshinda Mungu kiasi kwamba hawezi kutunusuru ama kutuokoa kutoka kwa changamoto hiyo. So Habakkuk says, besides focusing on God, focus also on what he is able to do for you. Kile ambacho anaweza kufanya kwa ajili yako katika changamoto hiyo. Anasema yeye anaweza kuokoa. Anaweza kuokoa. Kitabu cha Yohana mstari ambao tulisoma, chapter 16 verse 3. Jambo moja ambao Kristo alizungumzia pale alisema, in me you have peace. The latter part of the verse 33 anaongeza anasema ya kwamba mstari wa 33 kiishia pale chini anasema but be of good cheer, I have overcome the world. Now in part A it says you will have tribulation. Part B says, but don't forget that I am able to save. I have already conquered. Mimi tayari nimeweza kushinda. Kwa hivyo changamoto yoyote ambayo inaweza kupata katika maisha haya, jambo moja usisahau. Changamoto zitakuwa na zitakoza kubwa na mdogo, lakini jambo moja usisahau ya kwamba mshindi
in the end, the victor, the conqueror is I. Ni mimi Kristo. You know, as we were concluding the 100 days of prayer, there was a very encouraging statement. In fact, the topic for the whole week was, I know the end of the story. Kama sijasahau, ilikuwa kama hivi. Ninajua mwisho wa mambo haya. Now, whatever it is at this present time, I can look beyond that and see the end. Anasema pale mwisho mimi ninajua. Hii inaweza kuwa ni wakati corona inaweza kuwa inaweza kutisha, but it is for now. I know the end of the story. Shida yoyote inaweza kutokea katika maisha haya, but I know the end of the story. And that's why Jesus says, in the world there will be tribulation, but that is not the end. Huo sio mwisho wa mambo. Mwisho bado upo, na mwisho mshindi ni mimi Kristo. Friends, there is victory. A victory that is assured. Ushindi ambao umehakikishwa, ushindi ambao ni wa hakika. And so we must look beyond any circumstance that we go through in this life and see God's vindication and victory in the end. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake wa 15 inanipa moyo sana. Kitabu cha Wakorintho, 1 Corinthians chapter 10 and verse 13, anasema no temptation. Chapter 10 verse 13. Anasema no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able to bear. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Paul anazungumza, anasema majaribu ambayo yanakupata katika maisha haya ni majaribu ambayo kupata wanadamu. Aidha hiyo umepitia, kuna mwingine alipitia hiyo kabla yako, na kuna mwingine atapitia hata baada yako. Ni mambo ambayo kupata wanadamu wakiwa katika ulimwengu huu wa shida, wakiwa katika ulimwengu huu wa dhambi. Lakini kuna kitu anasema pale, anasema but God is faithful. I love that. Mungu ni mwaminifu. Anasema he will not allow you to be tempted beyond what you are able to bear, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to endure it. Friends, victory is assured, no matter the circumstance. Anasema jambo moja ni kwamba ni kweli shida zinatupata katika maisha haya, lakini anasema Mungu ni mwaminifu. He will. Now there is no question on that. There is no doubt in that. Anasema nina uhakika ya kwamba mwisho wake Mungu atatengeneza njia ya kuponyoka ama ya kufanikiwa, ili kwamba tuweze kubea, tuweze kufanikiwa katika shida na changamoto hii. Ndio maana Zaburi akaandika akasema ya kwamba hasira ya Mungu ni ya muda, lakini his favor. Psalms chapter 30 and verse 5. Psalms fungu ambalo pia mimi unitia moyo sana. When I speak to you, I speak to myself. These are verses that speak to my heart. Anasema chapter 30 na mstari wake wa 5. Zaburi 30 mstari wake wa 5 anasema for his anger, now the anger of the Lord, for his anger is but for a moment, but his favor is for life. Bwana asifiwe. Anasema weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Praise be to God. Anasema ghadhabu ya Mungu ni ya muda, lakini wema wake ni wa maisha, ni wa milele, ni wa siku zote. Na anasema kilio kinaweza kukaa usiku, lakini asubuhi itakuwa ni furaha. Now that's what we are saying, friends. Look beyond the challenge. Look unto God's salvation. Angalia pale mwisho. Anasema usiku mzima inaweza kuwa ni kilio, lakini asubuhi kutapambazuka. So we are assured of a dawn. Tumehakikishiwa ya kwamba kuna asubuhi, kuna mapambazuko, na kukipambazuka anasema it shall be rejoicing. Itakuwa ni furaha. Itakuwa ni jambo la kushangilia.
But again, friends, when we are focusing on God's salvation, it must transcend the immediate salvation. Lazima iende. Unajua tunapokuwa katika changamoto na Mungu anatuokoa, of course tutafurahia. Hiyo ndio ni hakika. But as long as we are still in this life, sooner or later we will be overtaken by another challenge. Of course, God is still there, bado tushindania. Na tutashinda hiyo. Lakini bado itakuwa mwisho. Ni kama Bwana anasema hata yule aliyefufuliwa na Kristo alipokuwa duniani aliishia kufa tena. So the hope is not in that present resurrection about the pearl. There is a far greater resurrection in the end. So wakati Mungu anakushindania katika maisha haya, it's good to forget that there is an eternal victory promised, assured for the people of God. Kwamba si kitu ya muda tu, hii ambayo tunapitia siku baada ya nyingine, ushindi ambao Mungu anatupatia inapaswa kutupa matumaini makubwa kuhusu ushindi mkubwa na wa milele ambao Mungu ameandalia wale watu wanao mpenda yeye. And that is why we still can move on. Tunaweza kuendelea katika safari hii ya imani. Ijapokuwa katika shida tunapata ushindi wa Kristo, tunaingia tena katika shida, and if it were not for the end result, isingekuwa ni pale mwisho, then again still life would have no meaning. Ingekuwa pia kwa sababu we are just up and down, trouble today, trouble tomorrow. You know, ingekuwa tu na mwisho itakuwa namna gani? But the goodness here is in the very end, mwisho wa mambo yote ya ushindi. Unapoangalia kitabu cha Waebrania, this is what kept the fathers of faith, akina Abraham na wengine going hata katika maisha yaliyokuwa na changamoto. Unapoangalia katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wake wa kuanzia wa 13, anasema these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind the country from which they had come, they would have had an opportunity to return. But now they desire a better. That is a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Now look at this. Biblia inasema ya kwamba kuna watu wametutangulia katika maisha haya na walikuwa na shida na changamoto za kila aina. Biblia inasema if they had focused, now let me rephrase it that way, if they had focused on their present life, their present country, Biblia inasema ya kwamba they would have had reason to give up. Wangekuwa wamevunjika moyo. Kwa maana maisha inaweza kuwa na shida na changamoto za kila aina, lakini Biblia inasema ya kwamba besides the salvation of the Lord that they will witness in every other circumstance, they focused, waliangalia mbali zaidi, wakaona ushindi mkubwa ambao Mungu alikuwa ameandalia. Biblia inasema ya kwamba hata wakiwa wamekufa, Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, kwa sababu amewaandalia mji. There is a city, my friend. Kuna mji ambao Mungu ameandaa. And as long as we journey on in this life, never lose focus of this city. Macho yako yasitoke kwa mji huu, ya kwamba chochote tunapitia katika maisha haya is but for a time. Beyond there is a city. Na kwa ile nyingine kuna mji ambao Mungu ameandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. And when we get there, wakati tutakuwa pale, matatizo ya dunia hii yatakuwa kana kwamba ni upuzi. Paulo akaandika katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 18, unaweza kuangalia kwa wakati wako. Anasema kwa maana nina uhakika huu ya kwamba shida na taabu za dunia hii ni mbure compared to the eternal glory prepared for us. Shida zote ambazo tunaweza kupitia maisha haya, Paul imagine, I'm just imagining now with all the troubles. Unajua ni mtu ambaye anateseka sana. Paul, in fact, in preaching the gospel, you would think, kwa sababu alikuwa anahubiri neno la Mungu, maisha yake yangekuwa smart. In fact, ni mtu ambaye anasema kupigwa nimepigwa, that 40 minus 1, that is a 9. Mawe nimegongwa 9.
Anasema katika bahari kule twice, thrice, anasema mara kadhaa pata hatari ya kuangamia katika bahari. Anasema always, kila wakati, a threat from within and from without, kutoka ndani ya waumini wenzake na kutoka nje ya wale ambao wasiomwamini Mungu. Anasema a threat of all. And this is a man ambaye anasema, I was saying, I imagine, anafunga macho, anaangalia hii taabu ambayo anapitia. Ina revelation, katika hali ya ufunuo, Mungu anamuinua macho yake na kuona mji ule ulio ng'ambo hili. Anaangalia, anaona jinsi ambavyo mji ule ulivyo unameremeta, dhahabu, all that, as the John the Revelator would say. Anaeleza hivyo vyote, na kando na hayo, unajua urembo is just a fraction of the story. Hiyo urembo ati mji umepambwa dhahabu, na mimi wanasema hii dhahabu tuitanga dhahabu, ni vile that is the thing that is conceivable by our minds. Hiyo ni ile kitu ambao tunaweza kuelewa katika mawazo yetu. Utafika upande ule upate dhahabu haiwezi hata kulinganishwa. In fact, compared to the stones of that city, unaona dhahabu imekuwa bure, lose its value, imepotea kabisa. Na kama na urembo huo wote, Paul anaangalia wakati ambapo hakuna maumivu, anaangalia wakati ambapo hakuna machozi, anaangalia wakati ambapo hakuna magonjwa, anaangalia wakati ambapo hakuna kifo. Besides there be no death, anaangalia wakati ambapo wapendwa ambao wameachana katika maisha haya wanakuwa reunited, wanaunganishwa tena. And he envisions that joy as the dad hugs the daughter or the son or hugs his wife, wakati watu wanakumbatiana pale na furaha hiyo ya kushangiliana kwa sababu they have been reunited. Anasema this present trouble, anasema ni bure compared to what is awaiting us. Paul akaandika katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:9, utaangalia kwa wakati wa 1 Corinthians 2:9, akasema macho hayajaona, masikio hayajasikia, na wala haijaingia katika mawazo ya mwanadamu mambo ambayo Mungu ameandalia wale wampendao. Friends, our minds cannot conceive. We cannot understand kile ambacho Mungu anazungumza. Biblia imejaribu kueleza kwa lugha ya kibinadamu jinsi unaweza kuelewa. You will get there and be surprised. It's more than words can explain. And that's what Paul says in Romans chapter 8 verse 18. Anasema the present sufferings, the current trouble of this world, it is as nothing compared with the eternal glory prepared for us. Where is your focus? Katika maisha haya kutakuwa na shida. I want to finish with the words of Paul in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 7. And as I do that, my two sisters and brother Safari will tell me there's a song that I have, na ningeomba kwamba tumalize na hiyo kisha tuombe. Maneno haya ambao yanazungumzwa na Paulo, anasema katika miili hii yetu, anasema we are in vessels of clay. Let me read the verse. 2 Corinthians chapter 4 and verse reading from verse 7. You can read the whole chapter at your own time, but let me look at a few verses down to verse 18. Verse 7, it says, we have this treasure in earthen vessels, but the excellence of the power, that the excellence of the power may be of God and not us. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but only not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Paul anasema katika mwili huu anaita an earthen vessel, subject to infirmities, subject to suffering, to challenges, trials of every kind. Lakini anasema even in the midst of that, God still sustains us. Anasema hard pressed on every side, yet not
The hand of the Lord still upholds us. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Anasema katika hali hizi zote, changamoto ambazo tunapitia, anasema the Lord still sustains us. Na anasema it is so that the glory may be to him. In fact, verse 7 anasema that the excellence of the power may be of God and not of us. We have nothing to boast about. All glory belongs to God. Ni yeye huyo ambaye anakuendesha, anakupigania katika hali ngumu za maisha. Ushindi anatuhakikishia, utukufu unakuwa ni wake. Unapoangalia mafungu mengine kwa wakati wako, unapoangalia pale katika mstari wa 16 anasema therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Paul anazungumza, anasema ya kwamba ni kwa sababu hiyo. Sababu gani? Kwa sababu ya Mungu huyu ambao tunayemtumainia, kwa sababu ya ushindi wake, wokovu wake ambao anadhihirisha kwetu kwa kila wakati. Anasema we cannot lose heart. Hatuwezi kuvunjika moyo. Hatuwezi kuvunjika moyo. Anasema ijapokuwa utu wetu wa nje unaendelea na kuharibika, lakini ndani tunaendelea na kufanywa upya siku baada ya nyingine. Tunaendelea na kufanywa kupata nguvu. Trials should make you, not break you. From within, from the outside you may be suffering, but from within you must be getting stronger and stronger every other day. Na anasema our light affliction. Now look at how he expresses it. Anasema light affliction. You know, in this present life, it does not appear light. I think what kidogo. But now in comparison with what? Anasema is preparing us for a far more exceeding and eternal weight of glory. Anasema ile iko ng'ambo ile nyingine inapolinganishwa na hii ambao sasa inaonekana kuwa mlima mkubwa, anasema is only a light affliction. Then anasema temporary, but on the other side eternal. Friends, we cannot afford to lose our focus. Focus on God. Focus on His salvation. I want to invite my brother Safari and my two sisters come join hapa unisaidie kuimba wimbo huu, wimbo ambao pia unitia moyo sana. Song number in the SDA, you know, it's an English song, na nimepata kwamba haipo katika tafsiri zetu za Kiswahili, but I love the song. My heart 632. Thank you. 632. I love this song. My heart can sing when I pause to do what? To remember. A heartache here is just a stepping stone. Brother Safari, you know, key yangu mimi nilijaribu karibu maneno. Wewe sasa tuwekee vile inaenda. My heart can sing. My heart can sing. Amen. Okay. My heart can sing when I pause to remember. Our heartache here is not a stepping stone. Along my trail, that's winding always upon. This troubled one is not my final home.
miracle, they borrowed for a while, and being so far, that caused thy heart to tremble. Remember them will only bring us smile, but until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I carry on. Until one day, my eyes behold the city. Until that day, God calls me home. So wonderful, so nice. God bless you. Kabla hata mtaenda, ningependa tuweze kuomba. Nataka niombe na wewe mpendwa. Maisha haya na changamoto zake, lakini focus yetu iko wapi? The answer is in the focus. My prayer today is we focus on God, we focus on salvation. Na kama hiyo ndio ombi lako, unamwambia Mungu, ni kweli ni mengi ambayo napitia katika maisha, lakini naomba focus yangu isitoke hata kwa sekunde moja kutoka kwako, kutoka kwa ushindi wako, kutoka kwa mji ule ambao umeniandalia. Ninaomba mpendwa tuweze kuomba na wewe. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa uaminifu wako. Ni kweli maisha haya wakati mwingine huwa na changamoto kwa kiwango kikubwa, wakati mwingine kiasi kwamba tunaweza kufikiri haupo, tunaweza kufikiri hauoni, tunaweza kufikiri haushughuliki, lakini uhakika ni kwamba Mungu wewe upo kila siku, kila saa, kila dakika, kila sekunde ya maisha yetu. Na ndio maana mchana wa leo Mungu tunaomba tujalie kukaza macho yetu kwako. Tujalie wakati wote kuishi na tumaini ya ushindi wako. Tujalie macho yetu kwenda mbali zaidi ya maisha haya na kuona mji ambao umetuandalia, ambao hakutakuwa na shida na tatizo zote ambao tunapitia katika maisha haya. Baba, tujalie kila siku ya maisha yetu kupiga hatua moja mbele, kusongea karibu nao. Na hivi nikiomba Mungu, mpendwa huyu ambaye tunashirikiana pamoja katika maombi haya, yawezekana ana changamoto hata sasa tunapoomba. Hivi tunapoomba kwamba macho yake yasitoke kwako, hivi tunavyoomba kwamba Mungu macho yake ya utumainie ushindi wako na ya utumainie mwisho mwema ambao umetuandalia katika ufalme wako. Baba, ninaomba hata sasa, maana ni ahadi yako, shinda kwa ajili ya mpendwa wako, pigana kwa ajili yake. Changamoto zozote ambazo tunapitia katika maisha haya, ni nini ambayo ni kubwa kuliko wewe Mungu? Naomba kuona wokovu wako even in this present life. Manifest yourself to your child. Tunaomba Mungu, baada ya maisha haya kufika mwisho, uandae mioyo yetu kwa ajili ya furaha ya milele katika ufalme wako. Linda imani yetu, tuongoze katika hatua za haki yako, tuepushe na uovu, tukinge na ubaya, ili kwamba baada ya kupitia yote ya maisha haya tukapata pumziko na furaha ya milele katika ufalme wako. Asante Mungu kwa maana umetusikia, na asante kwa maana umetujibu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Pendo, Mungu akubariki sana. Na uwe na wakati mwema na mapumziko mazuri mpaka tukutane tena katika kipindi cha Bible Study mwendo wa saa 9 hivi. Mungu akubariki.